obedience to God, kuwa watiifu kwa Mungu. Na Mungu wetu ni Mungu aliyetuumba akatuweka duniani. Yeye ndiye anaendelea kutushikilia na neno lake. Yeye ndiye ametupatia pumzi ya uhai, ametupatia kile tuko nacho, na ni yeye tunangojea, ako na mwisho wetu. Destiny yetu iko na Mungu. Kwa hivyo leo nakumbushwa juu ya kuwa obedient to God, kumtii Mungu, kwa maana tunafaa kumtii. Tangu zamani Mungu alipomuumba mwanadamu hakumwacha namna hiyo tu. Wakati aliweza kuumba ulimwengu, na akatuumba kwa sura na mfano wake, na pale akapeana agizo, mufanye hivi, msifanye hivi, ukule kwa hii, usikule kwa hii, na imekuwa namna hiyo. Tukiendelea katika Agano la Kale tunaona Mungu akipeana sheria na maagizo ambao alikuwa anapenda wana wa Israeli wakaweze kuyafuata. Lakini kabla sijaingia kwa neno, wacha tuweze kusoma andiko ambalo litatuongoza. Tufungue pamoja katika Yohana wa pili mstari wa kwanza hadi wa John chapter 2, Injili ya Yohana sura ya pili, kutoka mstari wa kwanza hadi wa 11. Nitaenda kusoma John 2 from verse 1. Inasema, siku ya tatu kulikuwa na harusi katika mji wa Kana ya Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo pale. Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini pia. Divai ilipokwisha, mama yake Yesu akamwambia, wameishiwa na divai. Yesu akamwambia, mwanamke, nina nini nawe? Saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia wale watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi ilikuwepo mitungi 6 ya kuhifadhi maji iliyotengenezwa kwa mawe kwa ajili ya kulijitakasa kwa desturi ya Kiyahudi. Kila mtungi ungeweza kuchukua vipipa 2 au 3. Yesu akawaambia wale watumishi, ijazeni hiyo mitungi maji. Nao wakaijaza ile mitungi mpaka juu. Kisha akawaambia, sasa choteni hayo maji kidogo, mpelekeni mkuu wa meza. Hivyo wakachota wakampelekea. Yule mkuu wa meza akayaonja yale maji ambayo yalikuwa yamebadilika kuwa divai. Hakujua divai hiyo ilikotoka, ingawa wale watumishi waliochota maji wao walifahamu. Basi akamwita bwana harusi kando, akamwambia, watu wote hutoa divai nzuri, divai nzuri, kisha huleta ile divai hafifu wageni wakishakunywa vya kutosha, lakini meiweka ile nzuri kupita zote mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia habari ya Yesu akiwa amealikwa kwa harusi Kana ya Galilaya, na tunaona mama wake Yesu pia alikuwa amealikwa katika ile harusi. Kwa hivyo hii ni harusi kabisa ambayo ilikuwa imebarikiwa kabisa, ikiwa ilikuwa na Yesu mwana wa Mungu, ambaye tunasoma katika Biblia, tunasoma ya kwamba yeye ndiyo neno lake Mungu, neno ambalo Mungu aliongea kutoka mwanzo alipoumba mbingu na nchi. Alipotuumba, lile neno ilikuwa ni Yesu, na tunaona ya kwamba Yesu akawa amealikwa mahali pa. Na tukisoma pia katika Injili ya Yohana tunaona ya kwamba Biblia inatuambia kwamba pale mwanzo kulikuwa na neno, na hili neno lilikuwa kwake Mungu, neno ambalo ni Yesu. Na hili neno ndio liliweza kuumba chochote ambacho tunaona, hata na kile ambacho hatuoni.
iliumbwa kupitia hili neno ambao ni Yesu. Na hiyo Yesu akona nuru ya uzima, ya kwamba ndani yake hakukuwa na giza, kulikuwa na nuru, naye ndio ule uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu nuru yake inapoangaa kwa ulimwengu, nuru yake inapoangaza kwa mwanadamu hakai kwa giza tena, kwa maana Yesu ndio ile nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo pale tumesoma ni kwamba palikuwa na ile harusi ya Kana ya Galilaya, na katika ile harusi, kama vile harusi zina mambo mengi inapangwa, kamati zinakaa chini, zinapangilia tununue chakula hiki na kile kingine, linakadiria tununue soda, na linakadiria kila mahitaji. Kwa hivyo kwa hii harusi tunaona ya kwamba mpango yote ulikuwa umepangwa, hata wakawa wamepanga ile divai walikuwa wanahitaji, lakini ikafika mahali ile divai ikaisha. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya Yesu, ya mamake Yesu. Mama wa Yesu alikuwa pale, na wakati alijua kwamba divai imewaishia, kwa akasema divai imeisha, Yesu akawa kuna jambo aliambia wale walikuwa na ile harusi, akawaambia alimwambia Yesu wameishiwa na divai, na Yesu akamwambia kwamba nafasi yake haijafika, saa yake haijafika. Na kwa sababu Maria mamake Yesu alikuwa amekaa na Yesu, na Roho wa Mungu alikuwa amemuongoza na kujua ya kwamba mtoto ambaye alikuwa amemzaa hakuwa mtoto wa kawaida. Alikuwa na hakika ya kwamba shida yoyote ambayo inaweza kutokea, huyu anaweza kutatua. Kulingana na vile alikuwa amekaa na Yesu, akajua ya kwamba huyu kila muujiza unaweza tendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo nzuri ambalo Maria aliweza kuwaambia ni kwamba fanyeni chochote atakachowaambia. Kile chochote atawaambia mfanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikaeleweka vizuri. Na pale sasa tunaona Maria mama yake Yesu akichukua nafasi ya Roho wa Mungu. Kwa maana zote hapa tunahudumiwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu kuna yale mambo anakuambia, anakuhudumia. Na Maria anasema ya kwamba chochote atakachokuambia wewe ufanye. Na tunaona ya kwamba divai imeisha, na pale kulikuwa na mitungi mikubwa 9 iliyowekwa kwa sababu ya njia ya kujitakasa kwa Wayahudi, na ilikuwa imewekwa maji. Na Yesu akaweza kuambia waweze kuchota kwa ile mitungi ambayo ilikuwa na maji tupu. Ile maji, kwa maana Yesu aliweza kusikia hitaji waliokuwa nayo, aliweza kuambia edeni mchote. Bwana Yesu asifiwe sana. Muujiza ukawa umetendeka. Divai imepatikana. Ni vizuri kujiulize ilipatikana wapi? Kwa maana divai kuna zile vitu zinatengeneza divai. Divai inatengenezwa na inawekwa kiasi ile unahitaji. Lakini hii ni maji. Kama vile Biblia inatuambia vizuri, hii ni maji ambayo ilikuwa imewekwa kwa njia za kujitakasa kwa Wayahudi. Na Yesu aliwaambia choteni mpelekee mwenye mkuu wa karamu. Na walipochota na kupelekea mkuu wa karamu, akaweza kuionja, akasikia hii hata si kama ile tulikuwa tumetengeneza. Hii imekuwa bora. Na akamuuliza watu kwanza upeana ile divai ambayo ni nzuri, lakini watu wakishatosheka wanapewa ile ambayo haiko nzuri, na ile inabaki mwisho. Hii imetoka wapi? Akawa anashangaa divai imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Muujiza Yesu ameutenda. He has performed a big miracle. Na hii miracle ndio ile muujiza ambayo kila mmoja wetu anahitaji. Hiyo harusi ilikuwa imekosa divai.
Na siku ya leo ningependa ujiulize katika maisha yako ni nini imekosa? What is missing in your life? Kwa sababu hakuna mtu anayekuja mbele za Mungu bila kuwa na hitaji. Tunapokuja kwa Mungu, maisha huko nje inakuwa imetusonga hapa na pale kwingine. Umekosa hiki na kile kingine, kama vile Hawa walitishiwa na divai. Na mimi pia naamini ya kwamba kuna kile kimeniishia. Kuna kile kimefanya pia hata siku ya leo niendelee kumtafuta Mungu. Kwa sababu najua ambacho sina Mungu anaweza kuitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God is a creator. Yeye anatengeneza chochote. Kupitia kwa neno lake analeta chochote. Kile ambacho unahitaji, huyu Yesu anaweza kuleta. Tulitembea ulimwenguni tukiwa wenye dhambi. Watu walikuwa wanafuata dhambi. Watu walikuwa na ile ashiri ya wazazi wetu wa kwanza, ukifuatana na dhambi. Lakini kwa neno la Yesu la kusema vile alivyokuambia usifanye, kuna jambo ulisikia Roho wa Mungu akikuambia ndio uweze kuokoka. Kuna neno ambalo ulisikia neno la Mungu, Roho wa Mungu akikuambia fanya hivi, fanya vile, tii kile Mungu anakuambia. Na wakati ulipotii injili ya Yesu, Biblia katika in the book of John ile tumesoma, ukisoma mstari wa 31 inatuambia kwamba miujiza yote ambayo Yesu alitenda haikuweza kuandikwa, lakini hizi zimeandikwa ndio uweze kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na kila neno ambalo Mungu amesema, ikiwa utaliweka ndani yako kwa imani, ikiwa utalifanya imani, itatenda muujiza ule ambao unahitaji. Mhubiri wa Jumapili iliyopita alituambia kwamba wanadamu tulipewa manual ya mahitaji yale tunahitaji katika ulimwengu. Na mimi nasema katika Petro ya kwamba God has given everything that we need. Ametupatia chochote tunahitaji. Cha mambo ya duniani na hata mambo ya Mungu. Mungu amepeana. Na pia akapeana neno lake. Ndio hili neno ukiliamini, Mungu ambaye alituumba kwa sura yake akaweza kutenda ule muujiza unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu ni kuu sana. Wale ambao tuliweza kuelewa katika dini, unakumbuka tukiona kama wokovu ni jambo aliweza kufanya kazi. Kama mimi nilikuwa mmoja nasema, mbona mnatuambia kuna wokovu? Hii wokovu haiwezi fanyika. Haiwezekani. Yaani utaniambia nitaingia kwa gari na sijafika mwisho nasema nimeokoka. Nilikuwa naona hii mambo ya wokovu ni mambo kama haiwezekani. Lakini hebu nikwambie, when I believed the word, nilipolikiri hili neno la wokovu, miaka hiyo yote sasa, ile njia nilikuwa naenenda naye, siwezi kuenenda naye. Kwa sababu wakati nilipokiri, Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nikuambie, salvation is a work of God. Wokovu ni Mungu anaufanyisha kazi ndani yetu. Wewe hujui hata vile inafanya kazi. Haujui vile Mungu alikufanyia kazi. I don't know how God worked upon my life. Wakati nilikiri tu namna hiyo, nikaingizwa mahali ulimwengu wa rohoni, nikaingizwa mahali muujiza ikatendwa na Mungu, nikaingizwa kwa dieta ya Mungu, nikatoka nikiamini vingine sio vile nilikuwa ninaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu nikatoka pale ya kwamba mtu ambaye amebadilika kwa njia nyingine. Mambo ambayo nilikuwa ninayapenda nikayachukia. Mambo nilikuwa nafanya ninayapenda nikayachukia, na kuanzia siku ile nachukia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kazi Mungu anafanya. Na anaifanya katika ulimwengu wa kiroho. Hata wewe haujui vile inafanyika. Haukujua wokovu vile alifanya. Ama unafikiri namna gani ya kwamba ni nini ilifanyika ndio uchukie ile njia inaenda na wale watu wamepotea. Wale watu wanatembea katika njia za dhambi. Wale watu wanajipatia katika mambo ya ulimwengu. Wale watu wanatumia chochote, wanafanya mambo hata sio
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametuumba kwa njia ya kujua mambo ya Mungu, lakini wakati kujajiachilia ndani yake, anaachilia sisi tufanye mambo ambayo hata haistahili kusemekana na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ako tayari kufanya kazi na kile unachomhitaji, but lazima ujue amesema nini kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu ile hali unapitia, kuna neno limeandikwa liko hapa, na kama neno limeandikwa hapa haliwezi kunifanyia kazi kwa sababu limeandikwa hapa. Hii inaitwa neno limeandikwa, na wale wamesoma wanajua inaitwa the logos word. The logos is the written word of God. Neno limeandikwa. Lakini kuna neno lingine linaloitwa rema word. Rema word ni neno limeandikwa, umeamua ni neno nalitamka, I'm going to speak it. Ama unasikia kwamba hili neno linaongelewa na unaliamini na unakiri ndani yako, Mungu anaingia kwa kazi yake. Wokovu sio wewe unafanyisha kazi. Hiyo muujiza umepata moja baada ya nyingine, ni Mungu anafanyisha kazi. Wewe uliamini Mungu amesema hili kuhusu hali yangu, Mungu amesema hili, na wakati uliamini, ukaamini kwa moyo wako, ukakiri kwa mdomo wako, Mungu akaingia kwa kazi. Wokovu ni kazi ya Mungu. Wokovu si kazi ya mwanadamu. Mungu ndiye mwenye muujiza. Mimi sina muujiza wako. Hata kama nitaongea injili hapa usikie naongea injili natoka na nini, bado I am not the vine. Jesus is the vine. We are all branches. I am a branch in the vine called Jesus. What I speak here is not coming from me. What I speak here is being made in heaven. The process, I don't know how it works. I don't know. How he's doing that operation, I don't know. Malaika wanaofanya hiyo operation mimi sijui. Vile nilifanywa nikakaa nimeokoka nimechukia mambo yasiyo ya Mungu, ni Mungu mwenyewe anajua. It is the working of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu tunaishi katika ulimwengu, Mungu ametuumba kwa hiyo hali, unahumi unatembea ulimwenguni, lakini mambo ambayo yanatokea kwa ulimwenguni yanatoka ulimwengu wa kiroho. Na ukiamini kile Mungu amesema, muujiza wako uko njiani. He is a creator. Yeye ndiye aliumba chochote. Hicho uko nacho ni yeye ameumba. Kile unafikiria kupata na yeye ako nacho bado. Hiyo katika ulimwengu wa kiroho, wewe ni kuamini. You just believe your miracle is there. Kwa sababu nataka uangalie muujiza Yesu alifanya. Aligeuza maji ikawa divai. Wakajiuliza imetoka wapi? God is a creator. Na wakati alituumba kama muumbaji wetu, pia alituumba sisi nasi tuendelee kuumba mambo mengine, lakini ndani ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Book of Ephesians 2:10. Biblia inasema kwamba sisi we are God's workmanship, created in Christ Jesus for those things that God purpose that we do in advance. Sisi ni matenda kazi mikononi mwa Mungu. Na kuna mambo Mungu alikusudia wewe ukiwa ulimwenguni, uendelea kuyasema yakaumbike. He is a creator, he created somebody who can create something. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu akaja akatenda ile miujiza yote alitenda, ndio jua kuna miujiza katika ulimwengu wa roho. Si mpaka ufuate mambo ya hapa ulimwenguni na vile unaona. Si mpaka ufuate macho yako vile inaona. Utafuata macho yako, lakini macho yako hayatakupatia muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nasikia news jana ya kwamba kuna kijana mmoja alikuwa hapo akili haikuwa sawa sawa. Akaamua kujiua kwa kujituma kwa maji kwa pipa kwa mahali kuna maji fiti kama 120. Alafu mjomba yake akafikiria kijana ameenda namna gani. Naye akamfuata. Akafungwa ndiye sasa aingie kwa ile shimo naye akamtoe. Wakaenda wakimuongelesha, akienda ikafika mahali wakasikia sasa haongei, wakajua jamaa mambo imeharibika. Kuvuta ile mtu walivuta wakapata ni ndoo peke yake, jamaa ameshaingia kwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani?
maji si jambo la kuchezewa. Jambo si maji si jambo la umaarufu wako. Maji si kwa sababu unajua kuogelea. Hata kama unajua kuogelea, maji itakuchukua. Iko na force yake ya kukuchukua. Lakini Yesu alitenda miujiza. Hata kwa maji aliweza kutembea juu ya maji. Hebu fikiria kutembea juu ya maji. Unajua tunaogopa maji. Kila mtu anaogopa maji, si ndio? Mahali kuna pepo namna hiyo ama kwa bahari namna ya mto, unaweza kuingia na maji, unaona yanaenda hivi, hawezi ingia. But Jesus came walking on that water. Yesu alikuja akitembea juu ya maji. Kwa sababu yeye ni muumbaji hata ile maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ametuonyesha ya kwamba yeye hatumii zile kanuni za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaenda kinyume. Na wewe ukitaka kwenda kinyume, shika neno lake. Your word is there. Neno lako liko pale, lakini mpaka uamini kile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale katika ile harusi waliweza kutii, wekeni maji, wakasikia wameambiwa chukue, wekeni maji kwa zile mitungi, choteni mpeleka, wakafanya hivyo. Na walipoweza kutii hivyo, muujiza wao ukatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo najua kuna kile unahitaji. Na unajua Mungu ni mwaminifu. Kama yeye alikubali kutupatia wokovu, na wokovu ndio ulikuwa umebeba mambo mengine yote. Ikiwa umeokoka, hakuna kingine Mungu anaweza kukuzuia kwa hii neno. Lakini sisi nazi nakumbuka ule mhubiri wa Jumapili. Unajua ukija hubiriwe neno hata haliwezi kutoka. Alituambia tunakaa kama panya amewekwa kwa mtego. Amewekewa tumaindi tuwili pale mbele. Kama mita wengine natumia kwangu. Amewekewa tumaindi. Lakini yeye anaona mahindi tu, amesahau ya kwamba tule tumaini tumefichwa pale, anataka aingie tu, na akiingia kunafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ametuwekea mtego. Anataka uende njia isiyo ya Mungu. Amekuwekea tumaini ya kuvute, ndio ukose ile muujiza wa Mungu. Na tupoza neno natuambia kwamba whatever God has told you, just do that. Ukitaka maisha yako duniani iende mzuri, tii kile Mungu amekuambia. Siku moja tukatii juu ya wokovu. Uko hapo umeokoka. Hauwezi kaa na wengine huko wana shughuli na mambo ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema wokovu ni ya wale watu hawana bidii yao wajui kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hizo tulianza kuziona kama si kitu ya maana kuliko kuwa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji nini kwa Mungu? Unahitaji nini kwa Mungu? Kwa sababu this word is fully tested. Nimewaambia juu ya Logos, written word, ile imeandikwa. Lakini kama imeandikwa hapa, bado haiwezi kuwa faida kwako. Mpaka uisome, na ukishasoma uamini kwa moyo wako, ukiri hapa, na umwambie Mungu ndio umesema. Hata hii mali watu wametafuta kwa bidii sana. Lakini mambo ya mali imejaa hapa ile ndio na utapata mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Utafute kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine yote utaongezewa. Na Mungu ameendelea kusema kila jambo hapa, anasema ya kwamba dhahabu na fedha ni zangu. They belong to me. Itisha Mungu, ukienda kwake kwa imani, umesema kwa neno lako ya kwamba dhahabu na fedha ni zako. Naitisha sehemu yangu, sehemu ya jambo ninakonalo. Mungu wangu, ingilia niweze kupata. Ukishaakili na Mungu waone imani yako, kwa maana Mungu ni kutujaribu, huwa anajaribu aone kama kuna imani. Utamuonyesha kweli hiyo ndio kitu nahitaji, na imani yako ni kwake. Ni nini hata kupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba wetu Ibrahimu kwa imani aliulizwa kutoa mwana wake wa pekee Isaka, na akaenda na yeye, akaenda akajiandaa kwenda kumtoa dhabihu. Na wakati alipofika pale Moria, akaona ni pale, na akaenda akaweka mtoto wake pale juu ya kuni kumfunga na kuinua kisu juu amalize. Malaika wa Mungu akamwita, akamwambia Ibrahimu, usimdhuru mtoto. Bwana, nimeona anaweza kunitii.
Kile ulikuwa unahitaji, ile nilikuwa nimekuuliza iko hapo, toa sadaka, iko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikijaribiwa inapita ama naanguka. Wewe ukijaribiwa unapita ama unaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni kile kitu unahitaji. God is a creator, na yeye ndio aliumba hiyo yote tunahitaji. Na ukitaka hiyo unahitaji, ukiomba na kuamini na kukiri, iwekwe kwa package, iwekwe package, alafu iije kwako. Ni siku utamwambia Mungu ni siku gani analeta, lakini imeanza safari yake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo unahitaji, ukishamwamini Mungu na kukiri, anakielekeza kwako. Lakini mpaka tujue ya kwamba kuna vizuizi. Kuna vizuizi au ufalme wa shetani. Hautaki upokee chochote tu ili ati ukihitaji hicho unapokea, ukiuliza hiyo unapokea, inakuja. Hapana. Ni mpaka Mungu akujaribu, ni mpaka ujue kuna vizuizi. Biblia ikonejana na watu ambao waliweza kuomba lakini ile majibu haikushuka wakati huo. Waliweza kungojea malaika wengine, wale wa giza wanazuia kule ile muujiza, wanaangana yule anayetumwa kuleta. Inachukua muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautamwambia Mungu ni siku hii, hautamwambia ni njia hii, utangojea kwa imani, kwa maana wakati ulikiri hiyo ulikuwa unahitaji ilianza kuja kwa njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anaweza kuleta wakati wake, in his own way, in his own timing, kwa njia yake. Anaweza tumia njia yote kuleta kwa, anaweza kuileta hapo. Lakini kwa sababu ya ulimwengu na vile unakaa, tunataka sasa mtu akiomba muujiza aone ndio huo umetokea. Hapana, sisi hatuwezi kaa kama Yesu. Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Yesu alikuwa neno la Mungu. Hakuwa na dhambi. Lakini alikuja kutuonyesha njia ya kwamba hata kama unahitaji hiyo kitu, hiyo unahitaji, lazima ungojee kwa wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu hiyo yote alifanya ilikuwa ya kutuonyesha ya kwamba njia hiyo ambayo aliweza kutuonyesha hata siku ile inatumika. Wakati Yesu alilaani ile mti ambao ulikuwa unaonekana kuna majani mabichi, ulikauka saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Silikauka wakati walisikia na kemea huu mti usiweze kuzaa tena. Na kwa kweli ule mti, jioni wanafunzi walipopita pale wakajiuliza, na kwani ile mti Yesu alisema usizae tena hata umeanza kunyauka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo in the same way hata na sisi tunaishi ulimwengu uko na dhambi, lakini ukiomba jambo kwa Mungu, Mungu ataileta, lakini si kwa wakati wako, si siku yako, ni ile siku Mungu ataamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii anahitaji kuja saa hiyo, itakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Si hata wewe kuna wakati unaombewa ama unawekewa mkono unaombewa, unasikia ugonjwa imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Mungu ameamua kujibu ile ombi lako kwa ile njia. Hata kuna wengine atasema hii sitajibu, kwa hekima yake, kwa njia yake. Kwa maana pia hako tu mahali pale akitaka tu uweze kupata muujiza, anashinda na moyo wako, anataka moyo wako uweze kutenda. Hawezi kupatia kitu ili ambacho unajua ya kwamba wewe kitakuja kukuharibu ama kuharibu uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu Paulo akaomba, akamwambia Mungu, hii mwimba inanisikia uchungu, niondolee. Lakini alimwambia hiyo hata siondoi. Neema yangu inakutosha. My grace is sufficient. Kwa maana wakati uko mdhaifu, nguvu yangu zinaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alikuwa ameonyeshwa maono makuu ambao mwanadamu hajaruhusiwa kuyaona. Na kila wakati alipotaka kuelezea hiyo, alikuwa anasikia mwimba ndio huo unamduga tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku nataka nikukumbushe kwamba ni kutii kile Mungu amesema. Ukitii kile Mungu anasema, na ifanyike imani ndani yako na uweze kuikiri, muujiza wako unatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusichoke kwa kumtumikia Mungu. Usichoke kufanyia Mungu kile ambacho amekuita ufanyie.
Usikose kuamini kile Mungu ambacho hitaji yako. Kwa maana wakati huu, labda kile unahitaji wakati huu sio kile unahitaji wakati huu, lakini yote tuko na Baba aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anazidi kutuzungumzia na anatuapia kwamba wewe usikue na hofu. Do not fear. Usiogope, usifadhaike. Na Mungu anasema ukishaokoka na umekuwa mtoto wake, anasema atakuwa na wewe, atakushika kwa mkono wake wa kulia. Atakushika kwa mkono wako wa kulia, atakushidania na anasema sitakuacha. Lakini shida ni sisi ndio huwa tunaacha Mungu. Shughuli za ulimwengu zinatushika wakati Mungu anatuhitaji, na anatuhitaji muda kidogo tu. Mungu hakuhitaji hata masaa yote. Hataki kila siku kuja hapa kanisani, hapana. Siku moja tu na masaa mawili matatu anakujaribu na hiyo. Baada ya kupatia masaa yote ya wiki mzima, anakuuliza masaa hii, njoo mbele ya uniabudu, ukinieleza shida yako, ukiniomba, ukinipea utukufu, nami niweze kujibu. God is working. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki niendeleze, nataka kukuelezea namna hii ya kwamba Mungu aliona mwanadamu kwa njia yake ya asili ya dhambi. Hata akijaribu namna gani kufanya mazuri, huwa anashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaamua ya kwamba yeye ndiye ataingia ndani yetu. Yeye ndiye ataingia ndani ya mioyo yetu. Atoa ile mwili ambao unakaa jiwe, aweke moyo ambao ni wanyama wa kumwamini. Yeye akae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ati ni kama zamani ati wale watu wametii sheria ndio wale ambao Mungu alikuwa anahitaji. Siku ya leo Mungu anaingia ndani yako, anafanya kile kinahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. And our entry point is Jesus. Wakati Yesu ameingia ndani yako, mahali Yesu wako, Mungu wako mahali pale. Roho wa Mungu wako pale. Utatu Mtakatifu uko pale. Hakuna kile utahitaji kikose. Ni njia, ama ni wewe ukose kugojea, ama wewe ukose kulikiri neno. Usipokiri neno, utakaa mtu anatimizwa mahitaji yake kikawaida. Lakini ukitii Mungu na ufuate njia yake, hakuna kile hawezi kuachilia. Kwa njia yake, wakati wake, ilitendeka katika harusi ya Kana ya Galilaya, wakaweza kupata divai hapa ilikuwa imeisha. God is able to create that what I need. Hiyo unahitaji Mungu wetu atacreate kwa sababu yako, lakini kwa imani ukikiri ya kwamba Mungu umeniahidi, nikija mbele zako nikikuabudu, nikija mbele zako na kuitisha, utanipatia. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu ana kile anahitaji, Mungu ana kile anahitaji. Kwa hivyo ni wewe na mimi tumwendee, tukimwabudu, tukimuuliza kile ambacho tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuweze kusimama sasa.